Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu wadau elimu ya nyota, leo tena tujifunze kidogo mambo yanayohusiana na nyota. Tupeane elimu mambo kadha wa kadha yanayohusiana na nyota. Leo ningependa tuzungumzie swala la ndoa kinyota. Ndoa kinyota, kwamba kila nyota inaichukuliaje ndoa, kila nyota inaichukuliaje ndoa, au swala la ndoa linaonekana vipi, au linakuathiri vipi. Kuna watu ndoa zina faida na kuna watu ndoa zinawapa changamoto sana. Sasa hapa nataka tuone, je, ni watu wa aina gani ambao ndoa zinawapa changamoto sana kuliko wengine? Wote wanapata changamoto za ndoa, lakini zipo nyota ambazo zinapata changamoto kubwa zaidi kwenye ndoa. Sasa ukishajijua, inakuwa rahisi zaidi kuweza kujua unaishije na hiyo ndoa yako. Kwa sababu ukijua matatizo mengine ni ya nyota, basi huna haja ya kuendelea kugombana na huyo mumeo na huyo mkeo. Basi unapaswa ufahamu elimu ya nyota ni kitu muhimu sana. Inakufungua uweze kujua. Ukilijua tatizo, basi ni rahisi kuweza kupitia maisha hayo, kwa sababu unakuwa umeshalijua, kuliko kupitia tatizo alafu ukiwa haujui. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Sasa tunapozungumzia ndoa, mambo mengi hapa duniani, au mambo yote kwa hapa duniani, kila jambo lina nyota yake maalum. Tunapozungumzia ndoa, tunazungumzia nyota ya mizani, kwa sababu huyu ndo anayebariki watu wafanye ndoa. Yaani kwa hapa duniani nyota ya mizani ndo inashawishi watu wafanye ndoa au wafunge ndoa. Hii nyota ya mizani kwa maana ya G au S. Na kwa nini? Kwa sababu nyota hii imesimama mlango wa 7 katika ule msingi wa nyota 12. Msingi wa nyota 12 ni msingi huu hapa. Nyota ya kwanza ni nyota ya punda, nyota ya pili ni nyota ya ng'ombe, nyota ya tatu ni nyota ya mapacha, nyota ya 4 ni nyota ya kaa, nyota ya 5 ni nyota ya simba, nyota ya 6 ni nyota ya mashuke, nyota ya 7 ni nyota ya mizani. Mlango wa 7 ni mlango wa ndoa na ushirikiano. Nyota ya 8 ni nyota ya nge, nyota ya 9 ni nyota ya mshale, nyota ya 10 ni nyota ya mbuzi, nyota ya 11 ni nyota ya ndoo, nyota ya 12 ni nyota ya samaki. Hizi ndiyo position au sehemu maalum kwa nyota zote 12. Sasa basi, sehemu hizi hubadilika kutegemea na nyota. Hapa tumeanza na nyota ya punda, lakini huu ndio msingi wake. Unaweza ukaanza na nyota ya ng'ombe, lakini siku zote atakayekuwa mtaala wa mlango wa 7 ndio anayeruhusu ndoa au kufunga ndoa au mashirikiano ya kindoa. Sasa huyu mizani nyumbani kwake kwa asili ni mlango wa 7. Hizo sehemu nyingine anazoingia kwenye nyota yako wewe, anaingia ili kukuletea athari fulani za swala lake la ndoa au za swala la mizani. Anaingia katika mlango wako kukuletea athari fulani. Sasa inategemea athari hiyo inaweza ikawa positive au negative. Athari hiyo inaweza ikawa nzuri au mbaya kwako. Inategemea huyu mizani, baba wa ndoa au mama wa ndoa. Kama tunavyosema nyota ya kaa ni mama wa nyota zote, kwa sababu nyota ya kaa imeshika mlango wa 4, mlango wa uzazi, mlango wa mama. Ni mama wa nyota zote, nyota ya kaa. Na hii mizani ni baba wa ndoa au mama wa ndoa hapa duniani. Na ndio maana watu hawa wa mizani jina S wanafaa sana kuwa washauri wa ndoa. Wanafaa sana kuwa washauri wa ndoa. Na hapa mnielewe vizuri, sio wale jina S ambao tayari anajikuta anatumia kilevi, yeye ni mtu wa kileo, yani ameshaharibika kwa vilevi. Hapana, huyo hawezi akakushauri.
Lakini ukimkuta G na S ambaye yuko smart, hatumii kilevi na akili yake ipo sawa sawa, basi ana nguvu kubwa sana, ana nafasi kubwa sana ya kukushauri swala linalohusiana na ndoa na mkapata suluhu, kwa sababu wao katika kuamua ugomvi hawapendi kuelemea upande mmoja. Wao ni kama mzani. Hapa walipo katika huu mlango wa 7 wapo katikati katika hizi nyota 12. Ukianzia nyota ya punda mpaka uipate mizani ni 7. Na ukianzia kuhesabu kuanzia mizani mpaka uipate nyota ya punda ni 7 pia. Kwa mfano, nyota ya punda ni 1, nyota ya ng'ombe ni 2, nyota ya mapacha ni 3, nyota ya kaa ni 4, nyota ya simba ni 5, nyota ya mashuke ni 6, nyota ya 7 ni mizani, nyota ya 8 ni nge. Tunaanzia hapo kwenye mizani kuhesabu sasa tena hapa. Mizani inakuwa 1, inafuata nge inakuwa 2, inafuata mshale inakuwa 3, inafuata mbuzi inakuwa 4, inafuata ndoo inakuwa 5, inafuata samaki inakuwa 6, inafuata punda inakuwa 7. Kwa hivyo nyota ya mizani ipo katikati na ndio maana ikaitwa mizani. Wana uwezo wa kubalansi. Kwa hivyo hawa watu wana nafasi kubwa sana ya kushauri watu kuhusiana na ndoa na wakabalansi vizuri katika ushauri wao. Sasa tunachokitizama leo, je, huyu mizani kwa nyota yako ameingia wapi? Anakuathiri vipi? Positively au negatively? Anakusaidiaje wewe? Sasa tukianza na nyota ya punda ambao ndio nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12. Nyota ya mizani imeingia katika mlango wake wa 7. Kwa hivyo basi tunaweza kusema kwamba watu wa nyota ya punda A, M, Y kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wana nafasi kubwa sana ya kufanikiwa maisha yao baada ya kuoa ama kuolewa. Unisikilize vizuri, simaanishi kwamba hawatakuwa na magomvi, na maanisha wana nafasi kubwa ya kufanikiwa kimaisha au kupata uzuri wa mambo baada ya kuoa ama kuolewa. Watu wa nyota ya punda A, M au Y, kama jina lako unaanzia na A au M au Y, mna nafasi kubwa sana ya kufanikiwa kimaisha baada ya kuoa ama kuolewa. Kwa nini? Kwa sababu hii nyota ya mizani iliyoingia katika mlango wa 7 inasisitiza pale imeweka msisitizo kwamba ufunge ndoa. Sasa kwa hiyo wewe kama ni mtu wa AMY na unaishi na mwanamke au unaishi na mwanaume pasipo kufunga ndoa, hicho sio kitu kizuri. Utakuwa unakwenda kinyume na nyota yako, na yawezekana unapitia changamoto fulani. Yawezekana hiyo sababu ndogo ikawa ndiyo inakutesa. Katika hali ya kawaida unaweza ukaiona kwamba ni sababu ndogo sana, lakini kile kitendo cha wewe kuoa ama kuolewa kwa ndoa kina baraka kubwa sana. Tofauti na hivyo ambavyo unafanya pengine ni zinaa, basi unakaribisha matatizo makubwa sana, makubwa mno, makubwa mno. Kwa hivyo huyu amekuletea baraka katika mlango wako wa 7. Lakini hii mizani inatoka katika sayari ya Zuhura. Zuhura au sayari ya Venus. Sote tunaijua sayari hii ni tajiri wa mali, tajiri wa pesa, tajiri wa biashara, sayari hii. Kwa hivyo sasa nyota moja hapo inayotoka katika sayari ya Zuhura imesimama kwako mlango wa 7. Mlango mzuri, mlango wa ndoa, mlango wa ushirikiano. Kwa hivyo tunaamini kwamba kwa kuwa hii mizani imesimama hapa na imetoka katika sayari ya Zuhura, imekuja kwako kusimama katika mlango wa 7, basi una nafasi kubwa sana ya kufanikiwa kimaisha baada ya kuoa ama kuolewa. Kufanikiwa sisizungumzii kwamba ndoa yako inaweza ikawa labda haina vurugu. Vurugu zinaweza zikawepo, kelele zinaweza zikawepo, lakini nazungumzia mafanikio. Kwako yatakuwa mazuri sana. Kwa hiyo nikushauri wewe mtu wa AM au Y, nyota ya punda, kama hujaoa ama kuolewa na mazingira yanakuruhusu, basi fanya hima uweze kuoa ama kuolewa. Na pengine kama unahangaika, una changamoto hizo, basi waone wataalamu wa nyota, wajue namna ya kukusaidia ili uweze kuoa au kuolewa
na ikiwezekana umpate hasa huyo mizani ambaye jina lake linaanzia na G au S, basi ndoa hiyo itakuwa ni nzuri sana. Hiyo ni kwa nyota ya punda, kwamba hii mizani imekuletea baraka nzuri sana kwa sababu imesimama katika mlango mzuri. Sasa tuone hizi nyota zingine. Je, mizani mtawala wa ndoa kasimama kwao vizuri au kasimama vibaya? Na alivyosimama vibaya anawaambia nini? Wafanye nini au waache nini? Tuangalie nyota ya pili, nyota ya ng'ombe. Watu ambao majina yanaanza na B, N na Z. Nyota ya ng'ombe. Tunatizama kutoka nyota ya ng'ombe ili tuipate nyota ya mizani. Tunapata ngapi? Ndio tutajua imeingia mlango wa ngapi. Nyota ya ng'ombe ni 2, hii inakuwa ndio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaani tukihesabu wote sasa inakuwa ni nyota ya ng'ombe ni 1, nyota ya mapacha ni 2, nyota ya kaa ni 3, nyota ya simba ni 4, nyota ya mashuke ni 5, nyota ya mizani inakuwa ni 6. Kwa hivyo sasa wewe mtu wa nyota ya ng'ombe, nyota ya mizani inakuwa ni 6 yako. Ina maana yake imeingia mlango wa ngapi? Mlango wa 6. Sasa wewe mtu wa nyota ya ng'ombe, cha kwanza kabisa, unapotaka kuingia katika swala la ndoa, tafadhali sana mshirikishe sana Mwenyezi Mungu. Sana. Yaani kabla hujafunga ndoa, una mipango ya kufunga ndoa, mshirikishe sana Mwenyezi Mungu. Sana. Yawezekana baada ya kufunga ndoa ndio ikawa sababu ya wewe kupata gonjwa zito. Yawezekana baada ya wewe kufunga ndoa ndio ikawa sababu ya kupata makelele mengi. Kwanza watu hawa nyota za BN na Z mara nyingi ndoa zao zina kelele sana. Kwa nini? Kwa sababu tunakupa hukumu za kinyota zinaeleza zenyewe kwamba mtawala wa ndoa ameingia mlango wa 6 kwako. Na mlango wa 6 kama umeshawahi kuona video zangu hapo nyuma ni mlango wa vurugu, kelele, magomvi, maradhi, wizi, changamoto mbalimbali, hasa kelele, magomvi yanakuwepo hapo. Sasa tunakushauri nini? Kwamba si kwamba usiolewe, hapana. Unatakiwa uolewe ama uoe, ila katika harakati zako za kufanya ndoa, pengine umetangaza ndoa yako au upo katika harakati za kufanya hivyo, kuoa au kuolewa, basi fanya dua sana. Mshirikishe sana Mwenyezi Mungu sana. Hichi kitu jamani msipuuze. Yaani msiende kwa kupuuza. Tumewaona watu wengi BN na Z wakiangamia katika ndoa zao. Wengi wanajikuta wanapata maradhi ambayo hayatibiki. Wamejikuta wengi wanaingia katika migogoro mikubwa sana. Magomvi makubwa sana. Sana. Kwa nini? Kwa sababu mtawala wa ndoa kaingia kwake mlango wa 6. Sasa hata kama huyu mtawala wa ndoa ni mzuri, ila akiingia mlango mbaya kwako, anakuletea negativity nyingi. Yaani anakuletea hasara nyingi zinazokuwa zinahusiana na ndoa. Wamekuwa wakikutana na changamoto. Sasa ushauri wa kinyota ni kwamba kabla hujafunga ndoa, mshirikishe sana Mwenyezi Mungu ili kwamba akuepushe na huyu mizani aliyoingia mlango wa 6. Akuepushe na zile changamoto na balaa. Sasa fikiria kwa bahati mbaya unakuja kumpata mwanamke au mwanaume ambaye hamuendani kinyota. Inakuwa ni changamoto kubwa zaidi. Lakini pia, je, haya yaliyoingia hapa yanasadiki ni kweli? Ili kuweza kujua sasa hukumu ya nyota inatuambiaje. Tumesema mlango wa 7 ni ndoa yako wewe. Mlango wa 7 ni ndoa yako au shirika au ndoa. Je, tuone 7 ya ng'ombe yuko nani? Ndio utajua kwamba huyu mizani kaingia hapa anamaanisha nini. Tukihesabu 7 ya ng'ombe, tunahesabu ng'ombe inakuwa 1, nyota ya ng'ombe, mapacha inakuwa 2, kaa inakuwa 3, simba inakuwa 4, mashuke inakuwa 5, mizani inakuwa 6, nge inakuwa 7. Kwa hivyo 7 ya ng'ombe ipo katika nyota ya nge. Na wengi mnaijua nyota ya nge ikoje. Ina changamoto mbalimbali, huwa inatawala mlango mbaya wa maangamizo, mlango wa changamoto. Sawa? Wewe mtu wa nyota ya ng'ombe ukikutana na mtu wa nyota ya nge,
anakutibu kinyota. Lakini hii ni ishara tosha pia kwamba kuna uwezekano wa kutokea changamoto za magomvi, kelele, matatizo katika ndoa yako. Kwa sababu huyu aliyeingia hapa ni mbaya. Ijapokuwa hata kuletea ubaya hapa, ila kinachokuja kuashiria ni huyu mizani aliyeingia katika mlango wako wa 6. Kwamba yani hapa tunachotafuta ni kitu kinachoitwa, Kiswahili cha kawaida mnaita laana ya ndoa. Sasa tunapoitafuta laana ya ndoa, lazima tumtafute mtawala wa ndoa. Kasimama wapi kwako? Mtawala wa ndoa ambaye ni mizani kwako amesimama wapi? Aliposimama anakusaidia au anakuangamiza? Ili ukishajua kwamba anakuangamiza, basi kabla hujalikurubia swala la ndoa, umshirikishe Mwenyezi Mungu sana 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 sana. Tumewaona wengi BN na Z wamepata maradhi makubwa sana baada ya kuoa ama kuolewa. Ninaposema maradhi sikusudii ya kibiolojia tu. Wapo waliologwa, kwa sababu mlango wa 6 unazungumzia pia uchawi. Wapo ambao hawakujua uchawi BN na Z, lakini walikuja kukutana na uchawi baada ya kuoa ama kuolewa. Hasa ndoa za kwanza. Muwe makini sana ndugu zangu. Hasa ndoa za kwanza. Kaka zangu, si dada zangu, kama wewe ni BNZ, uwe makini sana ndoa zako za kwanza, mshirikishe Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana nguvu zote kukukinga dhidi ya maradhi ya kibiolojia, kukukinga na uchawi. Ana nguvu kubwa sana. Ana nguvu kubwa sana. Mshirikishe hasa kwa yakini kabisa, kwa sababu mtawala wa ndoa ambaye ni mizani kwako ameingia mlango wa 6. Maana yake ni kwamba matatizo baada ya ndoa, hasa ndoa ya kwanza, unapoingia kwenye ndoa, unaweza kupata changamoto kubwa sana. Na pengine unaweza kufika mahala swala la ndoa ukaliona halifai kabisa, yani halifai. Kumbe si hivyo, kwamba mtawala wa ndoa kaingia mlango wako wa 6, kwa hivyo wewe inabidi umshirikishe sana Mwenyezi Mungu. Utambue tatizo, ndio itakuwa rahisi kutafuta suluhisho. Kwanza ujue tatizo. Hiyo ni nyota ya ng'ombe. Na ukitizama hii nyota ya ng'ombe na nyota ya mizani wanatoka sayari hii, sayari ya Venus au sayari ya Zuhura. Ila shida iliyopo, hawatizamani vizuri. Ndio changamoto iliyopo. Hawatizamani vizuri. Ndio shida iliyopo. Tunakuja, hiyo ni nyota ya ng'ombe. Tunakuja nyota ya mapacha. C ama O. C ama O, nyota ya mapacha. Jina linaanza na C ama O. Nyota ya mapacha. Jina linaanza na C ama O. Nyota ya mapacha. Tunatizama kutoka mapacha nyota ya 3 mpaka tuipate mizani. Je, anakuwa ameingia mlango wa ngapi? Mapacha inakuwa ni 1, Kaa inakuwa ni 2, Simba inakuwa ni 3, Mashuki inakuwa ni 4, halafu mizani inakuwa ni 5. Alhamdulillah. Huyu mapacha ana bahati nzuri sana. Ana bahati ya kupendwa katika ndoa yake. Ana bahati ya kupendwa na kupata mapenzi mema kutoka kwa mwenzi wake. Kama ni mke wake, kama ni mme wake, wana bahati hiyo ya kupendwa sana. Sasa shida inakuja. Watu wa mapacha huwa ni watu ambao sio wa kutulia. Nyota ya mapacha ni kama upepo, unaopuliza huku, unabadilika badilika. Na ndio maana mtu wa mapacha unaweza kukubaliana naye jambo asubuhi, mchana akakupigia simu amebadilisha. Sasa huwa hawajiamini na maamuzi ya kwanza. Yawezekana amefanya maamuzi ya kwanza kukuoa wewe au kuolewa na wewe. Sasa baadaye anaanza kubadilika. Ijapokuwa wewe unampenda, kama wewe ni mme wake au mke wake, unampenda kwa dhati kabisa. Lakini baadaye anaamua kufanya mabadiliko. Na ndiyo maana huwa tunashauri kitu kimoja cha msingi sana. Kwa nyota zote 12, dawa ya kwanza tunayoishauri au tiba ya kwanza, mshirikishe sana Mwenyezi Mungu. Hiyo tiba ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu ukimshirikisha Mwenyezi Mungu aweze kukuondolea zile tabia mbaya za nyota yako. Kuna watu wa mapacha ambao wamemshika Mwenyezi Mungu, wanafata ibada na wanafata
dini inavyosema na Mwenyezi Mungu anavyotaka. Hutawakuta katika kundi hili. Hauwezi kuwakuta katika kundi hili ambalo mimi nasema kwamba ni watu wa kubadilika badilika. Mpaka inafika hatua kwamba anapata mke au mume lakini bado yani anakuwa haridhiki. Ni kama watu wawili. Ndio maana ikaitwa nyota ya mapacha. Maana yake ni kwamba ni kama watu wawili wanashauriana. Kwa hiyo kuna sometime wanakwenda sawa, kuna wakati mwingine wanavutana. Huyu anasema hivi, baadaye huyu anakuja kusema hivi. Sasa unapaswa kwanza umshirikishe Mwenyezi Mungu ili aipunguze hali hiyo, kwa sababu utakuwa unajikosesha bahati katika baadhi ya mambo. Kuna watu wanataka mambo yaliyonyooka. Sasa wewe ukiongea naye alafu baadaye ukabadilisha, basi unakuwa umeshaharibu vitu vingi sana. Unakuwa umeshaharibu vitu vingi sana. Kwa hivyo ni muhimu kwa kila nyota kushika dini na kufuata maadili ambayo Mwenyezi Mungu anayataka ili akuepushe na zile negativity za nyota yako, kwa sababu kila nyota ina negative zake. Utaona kadri tunavyozidi kushuka, kila nyota ina hasara zake. Kila nyota yani kwamba wewe ni nyota mapacha, una tabia ambazo ni mbaya. Sasa inabidi umuombe Mwenyezi Mungu, umshirikishe Mwenyezi Mungu ili uweze kuziondoa. Hizo hazitolewi na mganga. Yani dawa ya kwanza ni wewe kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kuamua sasa kubadilika. Sasa unakuta wewe mtu wa nyota ya mapacha, unapata bahati ya kupata mume anakupenda. Unapata bahati ya kupata mke anakupenda. Lakini kwa sababu wewe unapenda mabadiliko ya mara kwa mara, hutaona yale mapenzi yake. Hutayaona. Lakini mna bahati ya kupata wenza wenu wanaowapenda sana, kwa maana ya mume au mke. Hivi ndivyo ambavyo mizani kaingia hapa. Lakini sio katika ndoa tu, mnapendwa hata katika kushirikiana na watu. Mnachokuja kuwakera watu tu ni ile tabia ya kubadilika badilika. Lakini mnapendwa katika kushirikiana na watu. Yani mkikaa na watu katika grupu, basi mna nafasi kubwa sana ya kutawala yale mazungumzo. Watu wanawapeni nafasi. Lakini huwa mnaharibu tu kwa kutokuwa na msimamo. Pale ambapo ndipo ambapo huwa mnaharibu. Sasa hilo mshirikisha Mwenyezi Mungu aweze kukusaidia tabia hiyo itoke, ili uweze kujumuika na watu vizuri, lakini pia ufaidi mapenzi mazuri ambayo unayapata kwa mwenza wako, kwa maana ya mumeo au mkeo. Hiyo ni nyota ya mapacha, watu wenye majina ya C na O. Ndivyo ambavyo ndoa inakuwa hivyo, au mizani inakuwa hivyo, inakuwa namna hiyo. Tunakuja nyota ya K. Nyota ya K, D ama P. Jina linaloanzia na D ama P. Je, anatizamana vipi na mtawala mkuu wa ndoa kwa maana ya mizani? Tunahesabu kutoka K. K inakuwa ni 1. Inafuata Simba inakuwa ni 2. Mashuke inakuwa ni 3. Mizani inakuwa ni 4. Kwa maana hiyo sasa huyu bwana ndoa, mtawala wa ndoa, ameingia mlango wa 4 kwa K, mlango wa 4. Sasa tutarajie nini? Kwanza mlango wa 4 unahusika na nini? Mlango wa 4 unahusika na wazazi, uzazi, nyumbani. Hapa muwe makini sana kunisikiliza ndugu zanguni. Unaolewa na mtu ama unamuoa mtu, unashangaa wazazi wake ndo wanaingilia sana ndoa. Tizama na nyota zenu. Tizama na nyota zenu. Nyota zinasema kila kitu hapa. Unaolewa na mtu wa nyota ya K au unaoa mtu wa nyota ya K, unaachaje kutegemea kwamba wazazi wanaweza wakaleta influence ambayo italeta shida katika ndoa? Ukioa mtu wa K au ukiolewa na mtu wa K, kuna nafasi kubwa sana ya wazazi. Na hapa sasa yawezekana aliyekuoa ni K au uliyemuoa ni nyota ya K. Kwa mfano, anaanzia na jina labda la D, na wewe jina lako labda linaanzia na J, mfano. Sasa kwa kuwa huyu bwana ndoa ambaye ni mizani amesimama mlango wa 4 kwa nyota ya K, kuna hatari ya mzazi mmoja wenu kati ya nyinyi wawili akawa ni changamoto kubwa sana katika ndoa. Changamoto ya kivipi? Akawa anataka aipeleke ile ndoa anavyotaka yeye.
tunajua tunaoa, watu wanaolewa. Na mtu akioa au akiolewa anataka apate uhuru wa yeye na mke wake ama mume wake, pasipo wazazi kuwaingilia. Kama kuwaingilia, basi wawashauri katika mambo mema. Lakini kwa bahati mbaya sana, ndoa za watu wakaa, akiwa ameoana na mtu yoyote yule, lazima itokee sababu ya mzazi kuingilia kati, na mara nyingi kuingilia kati kutaka kuwatawala au kuwavuta katika namna ambayo wao hawataki. Kwa hivyo anaweza akawa mzazi wako wewe, mtu wa nyota ya kaa, au mzazi wa mwenzio akawa ni tatizo katika ndoa yenu. Sasa hapo unapaswa uwe makini. Tiba ya kwanza, mshirikishe Mwenyezi Mungu, kwa sababu hili lipo kinyota. Hata kabla wewe hujazaliwa, tayari katika mzunguko wa nyota ni kwamba nyota ya mizani, huyu bwana ndoa yupo mlango wa 4 katika nyota ya kaa. Maana yake amemkalia kama mzazi. Huyu bwana ndoa hajaja kama ndoa, amekuja kama mzazi. Amekuja kama mzazi. Kwa hiyo kuna hatari ya wazazi au mzazi mmoja wapo kuwa tatizo katika ndoa ya mtu wa D au P. Na mzazi huyu ni yoyote, eza mzazi wa D au P au mzazi wa mwenzi wake, anaweza kaa ni tatizo katika ndoa hii. Kwa hivyo kama ndoa nyingi zimevunjika na kwa namna hii, basi ni kwa sababu hamkujua elimu ya nyota. Hili mnapaswa mlitambue, linatokana na nyota. Na wao wanajikuta tu bila sababu yoyote wamekuwa na ushawishi mkubwa wa kuingilia ndoa yenu, kuibana. Kwa mfano, unaweza ukaolewa na mtu wa D au P, au ukaoa, alafu mzazi wake anataka mkae nyumbani. Yaani msiende kujitegemea, mkae nyumbani. Anaweza asiseme moja kwa moja, ila matendo yake yakaashiria hivyo, kwamba anataka nyinyi mkae nyumbani. Sasa huko sikubanwa, huo sio uhuru. Anataka yani bado anawatreat kama nyinyi watoto. Kwa hiyo anasimama kama mzazi. Wakati kama umeshaoa au umeshaolewa, tayari na wewe umejitambua. Sasa unatakiwa uhuru wako ukaishi kama wao wazazi walivyokuwa na uhuru wao wakaishi. Wanaingilia hivyo. Na wapo wengine wanaishi na wazazi wao lakini hakuna changamoto. Kwa nini? Kwa sababu bwana ndoa hajaingia katika mlango mbaya kwao. Hajaingia katika mlango mbaya kwao. Lakini ukioa ama ukaolewa na mtu wa nyota ya kaa, basi kuna changamoto. Hata kama wazazi hawapo. Maana mtu ataniuliza, mimi sina wazazi wote. Pengine mmekutana mke na mme, wote hakuna baba hakuna mama. Wote mke hana baba hana mama. Mume hana baba hana mama. Tatizo litatoka wapi? Litakuja. Mlango wa 4 unazungumzia uzazi, wazazi mpaka nyumbani. Sasa hakuna ambaye hana kwao. Yaani kuna ambaye hana baba hana mama, ila hakuna ambaye hana kwao. Sasa yawezekana kukaa na influence kubwa ambayo ni negative ya kutoka nyumbani. Nyumbani pengine kwa ndugu, jamaa, marafiki wa nyumbani. Wanaweza wakaingilia ile ndoa kwa maneno ya kinafiki, kwa maneno gani, kwa kero, hata kwa uchawi pia. Alimradi tu kuisumbua ile ndoa, kuipa changamoto. Kwa hivyo sasa muwe makini, watu wa nyota ya kaa, kwanza mumshirikishe Mwenyezi Mungu. Lakini pia watu wa nyota ya kaa, pengine hii inaweza kuwa sababu, huwa mnapendwa sana na mama mzazi. Watu wa nyota ya kaa D na P, kama una mama yako mzazi bado yuko hai, huwa mnapendwa sana na mama mzazi. Sasa kuwa makini, upendo huo usije ukawa negative katika ndoa yako. Mama yako anapaswa akupende, ana haki ya kukupenda, na wewe una haki ya kumrudishia upendo huo kwa matendo mema. Lakini uwe makini kwamba upendo huo usifike mahara ukaharibu ndoa yako. Kwa sababu kwenye ndoa yako kuna familia yako, kuna watoto wako. Unapaswa na wewe uwalee na wenyewe wakue. Sasa ukiharibu ndoa, ndo hivyo wanatokea watoto wa mitaani, au mtoto ambaye analelewa baba mbali mama mbali, ambapo si kitu kizuri kimaadili. Unapaswa uwe makini, hasa wewe mtu wa nyota ya kaa.
una bahati sana ya kupendwa na mama mzazi. Kwa hivyo ule upendo uwe nao makini, isije ikawa sababu ya kuharibu ndoa yako. Uwe makini sana. Ndio hichi ninachokisema kwamba unamuoa mtu wa nyota ya kaa au unaolewa na mtu wa nyota ya kaa, lakini mzazi wake anataka mkae anapotaka yeye. Unakuta nawe sasa hautaki. Sasa pale ambapo hautaki ndio mvutano unaendelea. Yanazukaga mpaka mambo ya kichawi, yani mpaka mzazi anaamua kuingilia kuwaloga watoto wake kwamba wasiondoke, wasiende mbali, wakae pale. Na nyinyi mnajikuta kulingana na utafutaji wenu, mkikaa pale mnabanwa. Pengine mmeshaona kuna michongo iko huko mbele. Lakini pia kwa nyota zote hatushauri ubaki nyumbani. Kwa nini hatushauri ubaki nyumbani? Uwe umeoa ama umeolewa. Umeoa ama umeolewa, ama hujaoa ama hujaolewa, lakini umefika umri fulani wa kujitambua, unatafuta maisha yako wewe, basi ni vyema ukatoka badala ya kutafutia maisha pale nyumbani. Iko sababu. Kwa nini nasema hivyo? Hizi nyota zinatokana na sayari. Na zile sayari haziko pale stationary kwamba zimetulia sehemu moja. Zile sayari zina move. Zile sayari zinatembea. Zinatembea. Sasa kinyota mpaka jua tunalihesabu kuwa linatembea. Achana na hizo tafsiri za kisayansi. Tafsiri ya kisayansi ya kinyota, jua linatembea. Iko namna yake ambayo siwezi kuieleza kwa kawaida, labda mpaka kwa video ya visaidizi maalum ndio uweze kujua kwamba kuna kitu kinazungukwa. Kukigeuza na chenyewe kiwe kizunguka. Kuna namna yake ya kukigeuza na chenyewe kiwe kizunguka. Ndio maana sasa kinyota tunasema hata jua kwamba sasa hivi jua lipo katika nyota fulani. Jua lipo katika nyota fulani. Sayari fulani ipo katika nyota fulani. Sayari fulani ipo katika nyota fulani, zina move. Ndio maana nyota zote hatushauri kwamba umezaliwa hapo hapo, umekulia hapo hapo, ndoa hapo hapo, kila kitu hapo hapo. Hatushauri. Unashauriwa na wewe ukisha kuwa unajitafutia, basi upige hatua fulani uende mbele. Kwa hiyo ni kwa nyota ya kaa, mnapaswa muwe makini. Tunakuja nyota ya Simba. Nyota ya Simba. Tunahesabu nyota ya Simba ni nyota ya 5. Je, mpaka tuipate nyota ya Mizani ambayo ni nyota ya 7. Tunapata ngapi? Simba ni 1, Mashuke ni 2, Mizani ni 3. Kwa maana hiyo sasa, huyu bwana Simba E na Q, kwa bahati nzuri wao swala la ndoa halina changamoto kubwa sana, labda mpaka liingiliwe na watu wabaya. Ila katika uhalisia wake halina changamoto kubwa, ni swala la kindugu, swala la kirafiki, swala la kindugu, ni swala zuri, swala la ushirikiano, kwa sababu mlango wa 3, kutoka Simba mpaka Mizani ni 3. Mlango wa 3 ni undugu, mawasiliano, harakati. Kwa hiyo haya yote ni majibu ambayo ni mazuri. Na pengine si ajabu tunavyoweza kung'amua hapa kitu fulani kulingana na uzoefu wa nyota. Wewe mtu wa nyota ya Simba, yawezekana pengine umeoa sana wanawake na umeona unashindwa kutulia nao au kuelewana nao. Hebu jaribu kutafuta mtu ambaye mlisoma naye shule ya msingi. Ni kitu ambacho unaweza ukakizalau sana. Jaribu kutafuta mtu ambaye mlikuwa naye katika umri fulani. Hasa katika elimu ya chini, kwa maana shule ya msingi, sijui sekondari, sijui mtu ambaye umekuwa naye katika mazingira hayo. Kuna watu ambao wameoa au wameolewa na watu ambao wamesoma wote shule, hasa katika elimu ya chini. Tafuta mtu wa namna hiyo, kwa sababu huyu bwana ndoa kaja akasimama hapo. Kasimama mlango wa 3 unaohusika na elimu ya awali au elimu ya chini, basic. Pia unahusika na ndugu. Pengine mshirikishe ndugu yako. Pengine mshirikishe ndugu yako, unataka kuoa, akupe ushauri. Kaa naye chini, mshirikishe ndugu yako, akupe ushauri. Shirikisha watu wako wa karibu, wakupe ushauri.
Hivi vitu unaweza ukaviona ni vidogo sana, lakini ukivikosea ndo baadaye unaanza kutafuta tunguli za kuchanja na hazifanyi kazi. Ni vitu vidogo sana, lakini kwenye nyota baadaye vina impact kubwa sana. Shirikisha watu katika namna hiyo, kwa sababu bwana ndoa amesimama mlango wa 3. Mlango huu unahusu elimu ya awali, elimu ndogo, lakini pia unahusu mawasiliano. Pengine unaweza ukapata bahati ya kumpata mwanamke ambaye katika namna ya mawasiliano, katika namna ya mawasiliano. Sasa nikisema namna ya mawasiliano, kuna watu wamekutana tu, wamejuana kwenye simu, kwenye simu na baadaye wakajuana zaidi. Au ukutane na mtu katika harakati zako, kwa sababu ndo bwana ndoa anapita humo. Bwana ndoa hapa nazungumzia swala la ndoa, sio mpenzi. Mnielewe kidogo vizuri, nazungumzia swala la ndoa, sio mpenzi. Swala la mpenzi kuna elimu yake tofauti. Huyo ndo simba, kwamba huyu bwana ndoa ameingia mlango wa 3 kwake. Ameingia mlango wa 3 kwake. Sasa tunakuja, hiyo ilikuwa ni nyota ya simba, nyota ya 5. Tunakuja nyota ya 6. Nyota ya 6, nyota ya mashuke, F na R. Tutizame katika hii F na R. Je, bwana ndoa, bwana mizani kaingia mlango wa ngapi kwake? Bwana ndoa ameingia mlango wa 2, maana nyota ya mashuke ni nyota ya 6, nyota ya mizani nyota ya 7. Kwa hiyo ukihesabu kutoka 6 unapata 6 7, maana yake kituo cha pili. 6 kituo cha kwanza, 7 kituo cha pili. Ndio tunaita mlango wa 2. Basi mlango wa 2 ni mlango mzuri, na wenyewe hawa watu wa mashuke, basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na baraka zake, na kama na wao wamemtegemea Mwenyezi Mungu na kumuomba, nasema hivi kwa sababu nyota ya mashuke ina bahati mbaya sana ya kukutana na changamoto nyingi. Achana na ndoa, changamoto nyingi, changamoto ya mambo yao kuzimika. Hawa ndio watu ambao wanaweza akaposwa leo, halafu mtu asije kutoa mahali akazimika mazima. Hawa ndio watu ambao mambo yao yanakwenda, yanafika mahala yanazima mazima kabisa. Mtu amesoma, amepata vyeti vyake, lakini unamwona anahangaika kutafuta ajira mpaka basi. Saa nyingine anaipata hiyo ajira, lakini anakaa kwa muda fulani anatolewa. Yaani ni watu ambao sababu ipo. Kwa sababu nyota hii ya 6, nyota ya mashuke, inapenda kutumiwa na wachawi. Wachawi wanapenda kuitumia nyota hii. Wewe ukishazaliwa ukapewa jina la F au R, ukawa unaitwa mara kwa mara jina hilo likakulea, kuna nguvu ya mashuke umewekewa hapo. Mchawi anakuja kuichukua nguvu hiyo ya mashuke akaifanyie kazi. Sasa anapokuja kuichukua nguvu hiyo, lazima ukaonekane wewe, au lazima zile changamoto uzipate wewe. Ndicho anachokifanya mchawi. Kwa ndo maana watu wa mashuke unaweza kumuona muda fulani yuko bright, mambo yake yanakwenda vizuri kabisa. Tena wakiwaga watoto wadogo huwa wana akili sana. Ukumbuke wanatoka kwenye sayari ya Authority, mtawala wa mawasiliano, pia mtawala wa elimu ya chini, sayari ya Authority. Wakiwa watoto wanakuwaga na akili, wamechangamka sana. Lakini pia hawakosi changamoto za hapa na pale, kufatwa na mapepo, kufatwa na wachawi. Kwa hiyo wana changamoto kwa sababu ya ule mlango wa 6. Wameshika mlango wa 6. Ukumbuke nilikwambia mlango wa 6 unahusiana na uchawi, mabalaa, makelele, vurugu, wizi, mambo mabaya yote yanahusiana na mlango wa 6 kwa asilimia kubwa. Sasa nyota hii imekuja kusimama katika mlango wa 6, wana changamoto hizo. Na ndio maana anasema kama ukimshirikisha Mwenyezi Mungu, basi una nafasi ya kufanikiwa katika ndoa. Yaani baada ya kuoa ama kuolewa, inaweza ikawa chanzo cha kipato katika maisha yao. Baada ya kuoa au kuolewa. Kwa mfano, unakuta kuna mtu alikuwa hana kazi, kaoa au kaolewa, anapata baraka ya kazi. Yaani unamuona kuna hali fulani inabadilika. Kuna kitu alikuwa hana, lakini baada ya kuoa au kuolewa akapata wepesi wa kupata kitu kile. Ndio hiyo tunaita mali.
mlango wa pili, kwa sababu mizani kaingia mlango wa pili, mlango wa mali. Kwamba tunashangaa baada ya kuoa au kuolewa kwamba ameweza kufanikiwa kupata jambo fulani. Sasa inawezekana alikutana na mwanamke au mwanaume ambaye ni mshauri kwake, kwamba bana, twende tukalime kwetu, kule tunalima tunapata chakula, na kweli wanaenda wanalima wanapata. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ya yeye kupata kipato fulani au sababu ya yeye kupata mali. Unaona, hivyo ndivyo ilivyo, kwa sababu bwana ndoa kaingia mlango wake wa pili. Kwa hivyo atamletea zile faida ambazo ni nzuri. Lakini sasa ikitokea huyu kaoana kabisa mashuke, ameoana mashuke ni F na R, lakini ameoana sasa ndo amekutana na mizani mwenyewe. Hapa ninaposema bwana ndoa, mnielewe vizuri, simaanishi kwamba ni mizani mwenyewe. Mimi ninachokuzungumzia katika ndoa yako, haijalishi aliyekuoa au uliyemuoa ni nyota gani, ila haya ndiyo yanayojiri. Haijalishi aliyekuoa au uliyemuoa ni nyota gani, ila kwa sababu imeitwa ndoa. Ukishaita ndoa, mtawala ni bwana mizani. Sasa tunaangalia huyu bwana mizani katika ndoa yako huko na fulani na fulani na fulani, anakuletea nini kwako? Uwe makini kiasi gani kabla au baada ya kufunga ndoa? Uwe makini kiasi gani? Sasa ikitokea nyota yoyote umeoana na mtu wa nyota ya pili kutoka kwako, ndoa yenu itakuwa na kipato, itapata baraka ya kipato, lakini vurugu na makelele hayataisha, kwa sababu huyo unayemuona kwako ni mbili yako, ina maana ni nyota ya pili kwako. Yeye anakuona wewe ni 12 yake, ni nyota ya 12 kwake. Kwa hivyo uadui utakuwepo na kipato kitakuwepo. Kwa hivyo itakuwa ni ndoa ambayo haina amani, lakini mnaishi, mnakula, mnakwenda, watu wanaona mnabadilika, maendeleo mnayapata. Mfano wa ndoa hiyo ni mfano wa ndoa ya punda na samaki. Punda na samaki, mfano AMY, wakaoana na mtu ambaye jina linaanzia na L au X. Nyota ya punda 12 yake ni nyota ya samaki, na nyota ya samaki nyota ya pili kwake ni nyota ya punda. Kwa hivyo ndoa hii itakuwa na kelele, itakuwa na mafanikio pia. Yaani kelele zitakuwepo na mafanikio yatakuwepo. Kelele zitakuwepo na mafanikio yatakuwepo. Basi tunaendelea na swala la bwana ndoa. Bwana mizani, bwana ndoa, bwana mizani. Tunaendelea. Anatizamana vipi na nyota zote 12? Na vile anavyotizamana, anatuambia nini? Tunakuja sasa hapo, hiyo ni nyota ya mashuke. Tunakuja nyota ya mizani yenyewe sasa, kwamba bwana ndoa kasimama kwao kwa nyota ya mizani. Inakuwaje ndoa yao hawa? Je, inakuwa ni mbaya ama inakuwa ni nzuri au inakuwaje? Kwanza, moja ya watu ambao wanashauriwa wasisubutu zina ni watu wa nyota ya G na S. Huwezi ukawa wewe bwana ndoa unayebariki watu wafunge ndoa, halafu wewe ufanye zina. Haiwezekani. Yaani katika nyota 12, nyota ambayo hauruhusiwi kabisa, na madhara yake utayaona, hauruhusiwi kabisa kufanya zina, ni nyota ya mizani. Kwamba wewe kama unamtaka mwanamke basi ufunge ndoa, au kama unamtaka mwanaume basi ufunge ndoa. Ukianza maisha yako na zina, hasa hapa nazungumzia hasa maisha ya mwanzo. Maisha ya mwanzo kwamba umekuwa umebarehe, sasa umeshakuwa, pengine wewe ni msichana, jina lako linaanzia na G ama S. Pengine wewe ni mvulana, sasa umekuwa kijana, jina lako linaanzia na G au S. Tafadhali sana, sikiliza watu wazima, sikiliza viongozi wa dini. Usikimbilie zina. Subiri ufike muda wako, uoe ama uolewe. Ukianza na zina katika maisha yako mapema, wewe mtu wa G na S,
unajitia laana kubwa. Na kama ukadumu nayo unajitia laana kubwa, kwa sababu nyota yako haitaki hivyo. Unakuwa umeanza maisha yako kwa namna ambayo sio. Na utaona, nasema hichi kitu mtawapeleleza na watu wa mtaani. Hawa watoto wa G na S, G ama S, G kwa mfano Glory, natolea mfano Glory, Grace, S kwa maana Salma, sijui Salome, sijui Sofia. Naomba mnisikilize hapa, mtanipa mifano kwenye comment. Hawa watoto ama wasichana au wavulana, kama wakianza uzinzi mapema, wanakuwa watoto wa hovyo. Kuna hatari ya kukimbia nyumbani, kuhama kabisa. Huwa wanakwenda to the extent, yani wanakwendaga, tunasemaga kihayawani. Samahani nimetumia msamiati ambao sio mzuri, lakini lengo langu ni kukuelewesha. Na ndio maana nasisitiza sana kwa nyota zote kumshika sana Mwenyezi Mungu na kufanya ibada ili akuepushe na zile negativity za nyota yako. Hawa G na S, kama akianza mambo hayo mapema, kuna hatari hata ya kukimbia nyumbani. Kuna hatari hata ya kuacha mambo yake ya msingi akafata mambo ya zinaa. Kuna hatari ya kuacha shule mapema katika muda ambao yeye anatakiwa awe shule, lakini ana hatari ya kuacha shule. Kwa nini? Anapoanza yale mambo mapema, pale pana nguvu mbili zinakuwa zinamsumbua. Kuna nguvu ya homoni, kwa maana nguvu ya kibiolojia, ambayo hii watu wote, nyota zote, ikifika muda huo wa barehe wanasumbuliwa. Hiyo ni nguvu ya kwanza. Lakini kuna nguvu ya nyota inamsumbua. Sasa ukumbuke, huyu anayesumbuliwa hivi katika hicho kipindi cha foolish age, hana uwezo wa kuweza kujua baadaye kesho yake ikoje, kwamba hichi ninachokifanya kwa kesho yangu ni kibaya. Yeye ataona ni kawaida kuacha shule akaolewe, ni kawaida kuacha shule ajipeleke kwa mwanaume, ni kawaida kuacha shule afate mambo ya wanawake. Akiona nyumbani mnampigia kelele, anahama kabisa. Tumewaona watoto wengi wameathirika na shida za namna hii. Anahama kabisa. Na kuna hatari kwamba kama wewe G na S ukianza na zinaa, una hatari ya kuja kuwa na ndoa ambayo sio proper. Una hatari kubwa sana ya kuja kuwa na ndoa ambayo utajuta, ambayo inakuja kuwa sio ndoa ambayo ni nzuri kwako. Kuna laana za kinyota hapa. Ndio maana tunasema mshirikishe sana Mwenyezi Mungu. Na hata wale wazazi ambao mna watoto majina yanaanzia na G na S, wakishafika umri wa barehe, inatakiwa muishi nao kwa upendo, muwafanye wawe rafiki zenu, ili kwamba changamoto yote aweze kukueleza. Kwanza asikuogope, kwa sababu kwa muda ule wanasukumwa na hizo nguvu ya kibiolojia na nguvu ya nyota inamuita kule nje. Yani kwa sababu yes ndo bwana mapenzi na ndoa, sasa ndo majukumu yameshakuja katika umri ule mdogo. Sasa ile nguvu inamvuta atoke kule aende. Sasa we mzazi unachotakiwa kufanya sio kuweka ukali, hapana. Mfanye awe rafiki yako, kaa naye chini umshauri, unaweza ukamuokoa kwa namna hiyo. Ukimwekea ukali, anaweza akatoka nyumbani akaenda kuishi ghetto, wenyewe wanaita mageto, na shule akaacha kabisa. Pengine akarudi nyumbani ana ujauzito. Ndugu yangu, peleleza, fanya utafiti wa kila ninachokisema, alafu utakuja kuniambia kwenye comment. Fanya utafiti, utakuja kuniambia kwenye comment. Kwa hivyo sasa, huyu bwana ndoa ana baraka nzuri ya ndoa, lakini anashauriwa amshirikishe sana Mwenyezi Mungu ili apate ndoa ambayo ni proper, ili kwamba ajiepushe na hizo zina za mapema. Zina za mapema kwake ni mbaya sana. Inawezekana saa hizi unateseka na ndoa ambayo sio nzuri. Wewe ni G au S, ndoa inakusumbua, lakini jiulize kabla ya kuingia kwenye ndoa uliishije? Ulikuwa ni mtu wa zina sana, uliishije? Sasa inawezekana vile vimekuletea negative nyingi sana na ukajikuta kwamba unapata mtu ambaye sio sahihi kwako. Kwa hivyo unapaswa uwe makini sana. Huyo ni mtu wa nyota
ya mizani. Ndoa kwake na baraka, yeye ndo bwana ndoa. Kwa hivyo itakuwa vizuri sana kama akitoka nyumbani kwao akaoa au akaolewa kwa taratibu zote za dini, basi na baraka za Mwenyezi Mungu, basi inshallah mambo yatakwenda vizuri sana. Yatakwenda vizuri sana. Tunakuja, hiyo ni nyota ya mizani. Tunakuja nyota ya nge. Swala la ndoa liko wapi kwake? Bwana ndoa kaingia wapi? H na T. H na T, bwana ndoa ameingia wapi au kaingia mlango gani kwake? Nyota ya nge. Nyota ya nge, bwana ndoa ameingia mlango wa 12. Tunapataje? Tuhesabu kwa pamoja. Nge ni nyota ya 8. Kwa hiyo tunaiweka yenyewe ndio inakuwa nyota ya kwanza tunapoanza kuhesabu. Kwa hiyo inakuwa nge ni 1, mshale ni 2, nge ni 1, mshale inakuwa ni 2, mbuzi inakuwa ni 3, ndoo inakuwa ni 4, samaki inakuwa ni 5, punda inakuwa ni 6, ng'ombe inakuwa ni 7, mapacha inakuwa ni 8, kaa inakuwa ni 9, tunakuja simba inakuwa ni 10, mashuke inakuwa ni 11, mizani inakuwa ni 12. Kwa hivyo sasa, kwa huyu nge, bwana ndoa ameingia mlango wake wa 12. Na yeye huyu hivyo awe makini na swala la ndoa. Anapoingia kwenye ndoa amshirikishe sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu ana hatari ya kukutana na uadui mkubwa sana katika ndoa zake. Niseme hivyo, eza ni ndoa yake ama ndoa zake. Awe ni wa kike au wa kiume, ameingia kwenye ndoa, awe makini. Yawezekana ndio ikawa sababu ya yeye kukutana na uadui mkubwa sana ambao hajawahi kukutana nao. Sasa uadui huo unaweza ukatoka kwa mwenzi wake, au unaweza ukatoka kwa majirani, au unaweza ukatoka kwa ndugu, unaweza ukaja kwa namna yoyote ile. Akawa anaishi maisha yenye uadui mwingi sana, kwa sababu ile bwana ndoa amesimama mlango wa 12. Anasubiri tu baada ya ndoa kufanyika aanze kuachia sasa zile negativity zake. Aanze kuachia zile changamoto, magomvi, si na nini, aanze kuachia mambo mengi ambayo ni mabaya kwake. Kwa hivyo anapaswa awe makini. Basi leo ningependa tuishie hapa katika nyota ya nge. Naona video yangu itakuwa ndefu sana. Nitakuja kutoa video nyingine kumalizia hizi nyota zingine wanatizamana vipi na bwana ndoa, ili tuweze kujua. Asanteni sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.